الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake nyingi. Leo hatutachukua kile kitabu chetu ambacho kwamba cha Tuhfa. Leo tutachukua mlango katika milango ya kutukumbusha sisi katika adab al-islamia. Dini yetu tukufu ina adab nyingi sana, na amekuja mtume wetu Muhammad sallam kutufundisha ili tuishi pamoja katika jamii ya kupendana na kuweza kufahamiana vizuri. Kwa mfano, waje kutekeleza ibada hapa msikitini, kuna adab za wewe kuja msikitini, kuingia na ukitoka. Unataka kula, kuna adab ambazo kwamba zinaambatana na Muislamu katika kule kula na kumaliza kula. Kama mtoto mdogo alikuwa akifundisha samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Mtume wetu Muhammad sallam amfundisha mtoto mdogo tangu umri wake bado ni mdogo, ufahamu wake ni mchache, lakini amfundisha katika adab za kula. Mtaja Mwenyezi Mungu kisha kula. Wakati unakula na watu wengine, kula kile kilichoko upande wako na utumie mkono wako wa kulia. Hizi zote ni adab tukufu za dini yetu, sababu Muislamu ni kioo cha Muislamu mwenzake, anatamayaz na akhlaq islamia alia. Popote anapokwenda Muislamu anakuwa na vitu ambavyo vitakuwa tofauti na mtu mwingine yote. Leo tutakuwa katika adab za adabul uttas. Katika kule kuchemua kuna adab, lakini kabla hatujaingia katika adabu za kuchemua ambako Uislamu umetuelezea mambo kama haya, tutakuwa zile haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzake. Angalia dini yetu, tumepewa akili, tumepewa mfumo wa maisha. Amekuja mtume wetu Muhammad sallam kutufundisha namna ya kuishi pamoja na kutangamana. Akatuambia haki ya Muislamu kwa Muislamu mwenzake ni vitu sita. Kuna hadithi nyingine imetaja vitu vitano. Kitu cha kwanza, idha laqiyahu fasallim alayhi. Katika haki ya Muislamu kwa Muislamu mwenzake, ukikutana umsalimie, musalimiane. Na mbora wenu ni ule anaanza na salamu. Na alafu angalia katika kule kupeana mikono, nyinyi watu wawili, tatasaqati dhunub, dhambi za anguka za pururuka. Angalia, ni adab katika adab islamia, lakini matokeo yake mnapata kupendana, nyoyo zenu zinakuwa karibu kwa kule kusalimiana. Angalia faida ya kuzisoma na kukumbushana hizi adabu za Kiislamu. Wa idha daaka faajibhu, mfano umenialika, nimekualika katika munasaba wa jambo langu, wewe ukaja au mimi nikaja, tupata kupendana, tupata kutangamana katika adab, miongoni mwa adab za dini yetu tukufu. Kadhalika wa idha stansahaka nasih, yani mfano mimi nimekupa wewe nasiha au wewe umenipa mimi nasiha, ni juu yangu kukubali nasiha kwa sababu walitakia mimi kheri, na dini yetu kule kupeana nasiha ni sawa, ndio kibinadamu na ndio sawa. Wa idha atasa fahamida Allah ta'ala fashammithu, na ndio mazungumzo yetu leo itakuwa hapa. Pindi mtu akichemua akasema alhamdulillah, basi wewe pia ni umwambie yarhamukumullah, yani umuombe dua kwa vile yeye ametamka ile alhamdulillah. Wa idha maradha, pindi mtu akiwa mgonjwa, qaadahu au zarahu, amtembelee. Mfano sisi tuswali pamoja siku moja, siku mbili, siku tatu, sionekani wiki, sionekani. Katika adabu za Kiislamu ni mtu aniulize, mtu anipigie simu, mmoja wawili wanitembelee. Uweze ikawa nimekuwa hali yangu si mzuri, lakini sasa sisi kama jamii moja, mathalu mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atuhim, mpaka mwisho hadithi, tunaishi kama yale meno ya kitana, tuko pamoja. Kwa hiyo tuwe tunapendana, tunapeana ziara. Mtu ni mgonjwa anakwenda kumtembelea. Wa idha mata, pindi mmoja wetu amekufa, fatba janazatahu, unakwenda katika kule kumzika, kuja kumswalia, kwenda kumzika kadhalika. Hizi ni haki tukufu za dini yetu kuhusu sisi kutangamana pamoja. Asa inna Allah ta'ala yuhibbu al-uttas wa yakrahu at-tatha'ub. Katika hadithi, Mwenyezi Mungu apenda wenye kuchemua na anatukia wenye kwenda nyayo. Tukipanua kidogo katika kule kwenda nyayo, kwa mfano ukifanya hivi na ukatoa sauti, hili yatokana na shetani. Kwa hivyo ukisikia watakwenda nyayo, jizuie, weka mkono kwenye mdomo wako, katika adabu tukufu za dini yetu, kwa sababu shetani huwa ndio anakufanya wewe uwe na uvivu, ni upigane nao ile hali uweze kutekeleza ile ibada ya swala.
Anas bin Malik radhiallahu anhu atuambia, atasa rajulani inda nabii sallam, kuna watu wawili tofauti walichemua wakati ya hadhara ya mtume wetu Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Mtume Muhammad sallam yupo na hapa kuna mtu akachemua na pale mmoja akachemua. Huyu wa huku akasema alhamdulillah, huyu wa pili hakusema alhamdulillah. Mtume wetu Muhammad sallam akamwambia huyu aliyosema alhamdulillah, yarhamukallah. Huyu hakumwambia. Sasa huyu akauliza, ya Rasulullah, yule umemwambia yarhamukallah, mimi hukuniombea dua rehema ya Mwenyezi Mungu inifikie, kwa nini? Akamwambia huyu amesema akasoma yarhamukallah, amesema alhamdulillah. Sasa unaposema alhamdulillah umfuata sunna, na mimi nikamjibu yarhamukallah. Tupanue hii mada kidogo. Ile yarhamukallah, elimu ya sasa imekuja kuthibitisha. Angalia maneno haya ameyasema mtume wetu sallam miaka 1400 na zaidi huko nyuma. Kuna upepo ambao kwamba unakuwa upo katika mwili, ule upepo yafaa utoke. Ni kama sisi tunakula, unaenda choni, haja ndogo haja kubwa lazima zitoke, umekula. Kadhalika katika hii process ya digestion na sisi kuishi na pumzi kuingia oxygen na kutoka carbon dioxide, kuna upepo huwa upo. Sasa unapochemua ukasema alhamdulillah, umemshukuru Mwenyezi Mungu, umefanya adab katika adabu islamia. Ule upepo ungebakia ungekudhuru. Sasa ile kusema alhamdulillah, wewe umeshukuru. Sasa yule mwenye kukusikia wewe ukisema alhamdulillah anakwambia yarhamukallah, Mwenyezi Mungu akurehemu. Umemshukuru Mwenyezi Mungu na Allah akurehemu. Na wewe pia usiwe mzito wa kuikamilisha ile hadithi, yahdikumullah wa yuslihu balakum, Mwenyezi Mungu awaongoze na awatengezee mambo yenu. Kwa hivyo ile alhamdulillah ni katika mafunzo yetu matukufu ya dini yetu. Yarhamukallah, yule mwenye kusikia naye ni aseme jambo hilo, wa yahdikumullah. Na adabu tukufu ya mtume wetu sallam, alikuwa akifanya vipi? Mtume wetu sallam alipokuwa akichemua, alikuwa akichukua mikono yake mitukufu akiweka kwenye uso wake, au akichukua thawb, nguo yake, akiweka kwenye uso wake, kisha na sauti yake akaipunguza. Kwa hivyo katika adabu tukufu za dini yetu, ukichemua una hankachifu, una tishu utumie, hauna weka mkono wako ili uzuie yale makamasi yasije yakaruka. Huenda katika kule kuruka yakawa makamasi mazito yakamsababisha mtu mwingine kupata mafua, lakini ukiyakusanya wewe katika chombo, handkerchief au tishu, kisha ukaitia mfukoni au yakabakia kwenye nguo yako, kisha ukaenda ukaifua, alhamdulillah, haipati kuenea ile influenza au ile hali ya maradhi kama yale. Kadhalika Mayahudi kwa kufahamu dua ya mtume wetu Muhammad sallam si kama dua ya mtu mwingine yoyote. La taj'alu du'a rasul ka du'a bainakum ba'd, dua ya mtume wetu sallam si kama dua ya mtu yoyote mwingine. Hasa kuna Mayahudi wengine walikuwa wakija katika hadhara ya mtume wetu Muhammad sallam kisha akachemua. Katika kule kuchemua aseme alhamdulillah ili apate ile dua ya mtume wetu sallam, aambiwe yarhamukallah. Lakini angalia mafunzo ya mtume wetu mtukufu, alipokuwa Yahudi amesema amechemua, alikimwambia yahdikumullah, aenda katika ile sehemu ya pili, Mwenyezi Mungu akuongoze ili wewe urudi. Myahudi aweza kuwa ni Muislamu akarudi akawa ni Muislamu mzuri. Ni kama Myahudi mmoja Ibn Salam alipokuja mtume wetu Muhammad sallam Madina mara ya kwanza, alipomwona uso wake, kisha akamsikia akisema afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil-layl wan nasu niyam tadkhulu janna bisalam. Katika maneno ya kwanza aliyoyasikia huyu Myahudi, afshu salam bainakum wa at'imu ta'am wa sallu wan nasu niyam fil layl tadkhulu janna bisalam, au kama qala salawatullahi wasalamu alayhi. Huyu Myahudi alisilimu akasema, nilipomwona mtume wetu sallam mara ya kwanza, nikiuona uso wake nikajua huu si uso wa mtu mrongo, na yale maneno aliyoyasema, afshu salam, salimianeni na mulisheni chakula. Katika
Jambo zuri ni ukiwa una uwezo unakirimu wenzako, unawaalika au unawachukua hoteli au unafanya jambo la munasaba wa kulishana chakula na mtu akakushukuru. Ndio kama darasa zetu zilizopita, umpata mtoto unafanya walima, unafanya akika, yani unafurahi katika ile neema Mwenyezi Mungu amekupa. Asa Myahudi akasilimu. Kwa hivyo huenda Myahudi pia akaingia katika dini yetu tukufu. Ni sisi kupropagate, ni sisi kufanya da'wa, kuieneza hii dini, unaieneza kwa sampuli tofauti tofauti. Kwa hivyo Mayahudi walikuwa wanataka ile dua ya Mtume wetu sallam, lakini ikawa yahdikumullah. Nikimalizia, mfano mtu amechemua lakini hakusema alhamdulillah, juu yako wewe au juu yangu mimi ni tufanye vipi? Huyu bwana amechemua kwa mfano, lakini hakusema alhamdulillah. Ulama wamekuja na kauli mbili. Kauli moja ni mimi nimfahamishe ili yeye aseme alhamdulillah, na ninapofanya hivyo inakuwa mimbab wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Unafanya taawun, kadhalika unaingia katika mlango yuhibbu almuslim li akhihi muslim, ni katika kumpendelea muislamu jambo zuri. Wale waliosema kwamba mimi nimfahamishe, sema alhamdulillah, akisha kusema nimwambie yarhamukallah yahdikumullah. Kwa hivyo nimemfanya aseme kwa kumkumbusha, na aliposema na mimi nimetumia nafasi ya kumwambia yarhamukallah, tukapata fadhila ya ile adab. Wengine wamesema la, usimwambie. Dalili yenu nini? Wale watu wawili walipochemua, huyu mmoja akasema alhamdulillah, Mtume wetu Muhammad salawatullah wasalamu alayhi alimjibu huyo akamwambia yarhamukallah, lakini hakumjibu yule ambaye kwamba hakuchemua. Kwa hiyo dalili ni kwamba Mtume wetu sallam yule ambaye kwamba hakuchemua alimwata vile vile, hakumwambia. Nafikiri itakuwa tumefahamiana. Kwa yule aliyosema alhamdulillah alijibu akaambiwa yarhamukallah. Yule ambaye kwamba hakusema, Mtume wetu sallam hakumwombea, hakumwambia ile yarhamukallah. Kwa hivyo pia ni dalili kwamba yule ambaye kwamba akiwa hakusema basi utamwata vile vile, utakuwa umetegemea ile kauli ya pili ya ulama. Lakini ukitegemea kauli ya kwanza ukamfahamisha, itakuwa pia umetegemea ulama walivyosema, na hii itakuwa ile adab katika adabu islamia zipatikana. Inshallah tumombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khair wa shukran.